kutokuwa na ulaji usiofaa. Sawa? Kutokuwa na ulaji usiofaa ni kosa namba moja, ambalo ulaji pamoja na vinywaji. Ni pale ambapo mwanamke labda anakuwa ni mlevi, anakunywa pombe kupitiliza, ni mvutaji wa sigara, hali vyakula ambavyo ni vya kuleta afya. Kuna wanawake wanapendelea tu kula snacks food, yaani ni vyakula vikavu tu, yaani hawapati vyakula ambavyo ni vya protini, vya kuweza kujenga mwili na kurutubisha mayai. Vyote hivyo vinaweza kupunguza nafasi ya mwanamke kutokupata ujauzito. Lakini kosa la pili ni matumizi holela ya P2, kama somo lililopita nililiongelea. Kwa huyo mwanamke wa umri 25 mpaka 30 anaona kwamba hayupo tayari kushika ujauzito kwa sasa. Kwa hiyo kitu pekee, na yupo kwenye mahusiano, kitu pekee cha kufanya ni kuweza kutumia P2 kila anapokutana na mwenzi wake. Tumeona kabisa, tumeongelea kwa undani. P2 inapunguza uwezekano sana na kufanya mvurugiko wa homoni, na inapunguza nafasi ya mama kwenda kupata ujauzito pale atakapohitaji. Lakini kosa lingine la tatu ni mtindo wa maisha usiofaa. Kule nimesema ulaji, lakini matumizi holela ya P2, lakini la tatu ni mtindo wa maisha usiofaa, lifestyle kwa ujumla. Kutumia vyakula vyenye sukari kwa wingi, kutokufanya mazoezi, kuchelewa kulala, yaani unalala masaa chini ya 8 for 24 hours. Tunasema angalau mtu wa kawaida anatakiwa kulala masaa 8 na zaidi, ndio iweze kuipa akili utulivu wa kutosha kuweza kusababisha yote aweze kutokea. Kwa mama akipungua hivyo vitu vitatu, uwezekano wa yeye kutokupata ujauzito ni mkubwa, kwa sababu pia mfumo wa uzazi unategemea akili ya mama ambayo iko vizuri. Anapata usingizi wa kutosha, anakula vyakula vyenye kurutubisha mwili pamoja na mayai yake kwa ujumla, lakini pia hatumii vitu ambavyo vinaenda kupunguza au kufanya uharibifu kwenye mfumo wake wa uzazi. Yes. Swali lingine ameuliza kwamba kutumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu kuna athari gani baadaye unapotaka kupata mtoto? Yes, hizi njia za uzazi wa mpango niliongelea pia hapo nyuma kwamba inategemea ni njia ipi. Sana sana hapa tunaongelea ni sindano, ndio ina madhara moja kwa moja kwa mama ambaye hatufuata ushauri na kwa kitaalamu kuweza kutumia njia ya uzazi wa mpango ya sindano. Hiyo ndio ina madhara kwamba unaweza ukachoma sindano moja ama mbili, ukajikuta umekaa miaka 5, 3 haujapata ujauzito kwa sababu tu ya zile sindano moja ama mbili uliochoma. Lakini njia zingine za uzazi wa mpango kama vidonge, njiti, kitanzi sio sababu ya moja kwa moja mama kushindwa au kuchelewa kupata mtoto mara tu anapoacha ile njia kutumia. Inategemeana mtu na mtu,